Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala atatangaza siku ya kiyama kwa kuita ya malaikati, enyi malaika wangu, akhriju min sufufi ahli an-nari kulla aynin bakat min khashyati llah, muondoweni katika safu za wale ambao wanaelekea motoni, liondoweni kila jicho lililolia kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ya malaikati, enyi malaika wangu, akhriju min sufufi ahli an-nari kulla aynin batat, liondoweni katika safu za watu wa motoni kila jicho ambalo lilikesha usiku, tahrisu fi sabilillah, linafanya ulinzi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ya malaikati, enyi malaika wangu, akhriju min sufufi ahli an-nari kulla aynin ghadibat an maharimillah, liondoweni katika safu za watu wanaoelekea motoni kila jicho ambalo limeghadhibika lilipokuwa duniani katika mambo ya kuvunja heshima ya Mwenyezi Mungu. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, idha bakat al-uyunu kana dhalika dalilan, yatakapolia macho yakatoka machozi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hilo jambo limekuwa ni dalili ala khawfiha, juu ya woga wake yanapoogopa macho hayo, min alwahidi dayani, kumwogopa Mwenyezi Mungu aliyemlipaji wa amali za viumbe. Lakini fa idha jamidatil uyun, yanapokauka machozi macho yakawa makavu, fa'lam, hilo jambo ulifahamu, bi anna jumud al-aini, kuwa ukavu wa macho, min qaswati al-qalbi, ni dalili ya kususua moyo, kufaganzi moyo, haujali lolote tena sasa. Wa qaswatu al-qalbi, na kususua kwa moyo, min kathrati dhunubi, dalili ya wazi kwamba dhambi zimezidi kwenye moyo ule. Anasema mtume wa Mwenyezi Mungu kumwambia sahaba wake Abu Dharr al-Ghafari, ya Abu Dharr, e Abu Dharr, jaddidi safina, ifanye kuwa mpya jahazi utakayovukia kuelekea kwenye raha zako na starehe zako. Hufiki huko ila uwe na chombo cha kuendea, na chombo hapo kwa hakika ni amali. Fa innal bahra amikun, kwa sababu bahari ni yenye kina kirefu, sio bahari ulioizoea ndogo ndogo. Hapo kikitumbukia chochote ina maana hakiji juu tena, itapotea tu. Jaddidi safina, ifanye kuwa mpya na madhubuti jahazi yako, kwa sababu fa innal bahra amikun wa akthir min azadi, nafanya wingi wa zawadi, chukua nyingi zawadi, kwa sababu fa inna safara tawilun, hakika safari unayokwenda mwanadamu ni refu sana. Ulichonacho kama ni kidogo kitamalizika na utakuwa ni mhitaji wakati huo, na huko hakuna kuombana kitu. Hakuna mtu kumuomba kitu mwenzake akamwambia basi tunajuana mimi na wewe, subiri. Kila mmoja amezuia chake tu. Hata wale waliohusiana sana, kama mtu na mwanawe, mama mtu katika kupita na kwenda na mangaiko siku ya kiyama, jicho lake litamnasa mwanawe ghafla muone na mjue. Atamuita mwanawe, atamwambia, wewe mwanangu, unanikimbia mimi, kila nikikufuata unanikimbia, wewe ndo kunikimbia mimi. Laqad kana batni laka wi'aan, kwa hakika ilikuwa tumbo langu ni chombo chako cha kontena, umekaa kwa muda miezi 9 mwanangu. Mimi napata tabu, nahangaika, natafikiana,
sina nguvu, wewe nimekuhifadhi katika tumbo langu mimi. Wasajdi laka siqaan, na chuchu yangu kwako ilikuwa ndio kinywaji chako, wanitegemea mie. Wa hijri laka witaan, na paja langu kwako wewe ilimekuwa kama ndo tandiko unalalia, kila kitu chako nafanya hapo hapo, mimi nastahimili mama yako. Leo hii mwanangu ananikimbia. Fahal laka min hasanatin, je mwanangu utakuwa nalo jema japo kwa moja la thawabu, ambalo jema hilo yaudu ilayya khairuha alyawma, liwe ilinarejea kwangu mimi khairi yake leo, na kuomba mwanangu thawabu moja tu. Mimi nimeshakuwa katika hali mbaya, mambo yangu magumu, nimekwama na ninakuomba unisaidie. Mtoto atamjibu mama yake mzazi, amwambie ya ummahu, ewe mama, innani ashku mimma minhu tashkina, samahani kwa hilo, na mimi pia nashitaki hilo hilo ambalo wewe unashitaki vile vile. Hiyo ndiyo hali ya mambo yatakavyokuwa siku ya kiyama. Yauma yafiru almar'u min akhihi, na mzingo anasema siku hiyo yafiru almar'u, atakimbia mtu, min akhihi, kumkimbia ndugu yake, baba mmoja mama mmoja, wa ummihi, na mama yake pia, wa abihi, na baba yake pia. Alimradi watakimbiana watu wote waliohusiana, kila mmoja ana jambo lake ambalo kumshughulisha yeye peke yake, hana haja la mwingine. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, kila mtu siku hiyo ana jambo la kumtosha yeye mwenyewe peke yake. Ndio maana mtume akamwambia Abu Dharri kwa niaba ya waislamu wote, wa akthir min azadi, nafanya wingi kuchukua mizigo ya kutosha, fa inna safara tawilun, safari tunayokwenda ni refu sana. Wa akhlisil amala, na uifanyie ikhlasi amali yako, uitakase iwe umemkusudia Allah peke yake, hakuna chochote katika moyo wako unapofanya mambo yako ya ibada. Kwa sababu kama kitapita kitu mtu aone, aliye mbali asikie, basi umefisidika hapo, ushashirikisha kwa Mwenyezi Mungu. Mtume anasema inna akhwafa ma akhafu ala ummati ashirku al-asghar, katika jambo ninaloliogopea zaidi kwa umati wangu na ile shiriki ndogo ile. Alipoulizwa shiriki ndogo nini, akasema arria, ni kuonesha watu amali unalofanya. Kwa hivyo Abu Dharri, wa akhlisil amala, na uifanyie ikhlasi amali yako, kwa sababu fa inna naqida basirun, yule mchungaji anoangalia amal za viumbe wake anaona na wala hadanganyiki. Huwezi kumbabaisha na huwezi kumdanganya yeye. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, anajua mpaka khiana ya macho na hata yaliyofichwa katika vifua Mwenyezi Mungu anayajua. Wa khaffifil himla, na ufanye mwepesi mzigo wako unaokwenda nao, kwa sababu fa innal aqabata kaudun, kizingiti utochokwenda kukiuka ni kizingiti kirefu, hata ukiwa mikono mitupu tabu kupita. Sikwambii uwe na mzigo ambao umekuelemea katika mabega yako. Hadhihi kalimatun, haya ndugu waislamu ni maneno balighatun, yaliyokuwa na fani ya balagha nyingi mno. Mujazatun, ukiyaona ni madogo tu mafupi, lakini yamekuwa na maana nyingi. Muniratun, yenye kutoa nuru. Mushrifatun, yenye kutoa mwangaza. Alimradi liannaha min kalami sayyidil bulaghai wa aqalil uqalai, kwa sababu yametokana na yule bwana ambaye ni bwana wa watu wa balagha wote na mwenye akili zaidi kuliko watu wote. Isma'u, tegeni masikio, madha qala sayyidul anbiya'i Muhammad, nini alisema bwana wa mitume Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa imamul mursalin, na kiongozi wa mitume pia. Qala, mtume kasema kuambia umati wake,
ad-dunya daru man la dara lah, dunia hii ni mji wa yule ambaye hana mji huko akhira. Ataufanya mji huko ndio wake, na atajiona kuwa keshafika pahala hapa, na ndo hapa hapa tu. Macho yake yote ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun, watakuwa wanaijua ile dhahiri tu ya maisha ya kidunia, na akhira itakuwa wameghafilika nayo. Ad-dunya daru man la dara lah, dunia ni nyumba yule ambaye hana nyumba akhira. Wa malu man la mala lahu, na pia dunia ni mali wa yule ambaye hana mali yuko akhira, atakwenda mbele ya Mola wake akiwa maskini sana. Walaha, na kwa ajili ya dunia hiyo, yajma'u, atakuwa anakusanya man la aqla lahu, yule ambaye hana akili ya kutazama jambo la usoni. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, isma'u kaifa sawwara al-ilahu, hebu tegeni masikio tena vile vile muone namna gani ameileta sura Mwenyezi Mungu aabudiwaye, al-hakimu, mwenye hikma. Vipi katoa sura al-hayata dunia, sura ya uhai wa kidunia? Si sura kapiga vipi? Mtume kasema kwa sura hii, ad-dunya daru man la dara la wa malu man la mala la. Lakini Mwenyezi Mungu yeye ana sura nyingine kaipiga. Yeye amesema wadrib lahum mathala al-hayati dunya, na wapigie mfano Muhammad walimwengu mfano wa maisha haya ya kidunia yalivyo, kwa kuikurubisha akili tu ya binadamu. Kamain, ni kama maji ya mvua. Anzalnahu minas samaa, maji ambayo tumeteremsha sisi kutoka juu mawinguni. Yalipofika ardhini, fakhtalata bihi nabatul ardi, yakachanganyika maji haya na mimea ya ardhi. Matokeo yake ikastawi ardhi kwa kupiga rangi ya kijani kibichi. Lakini baada ya muda, fa asbaha hashiman, mimea ile ikapambazukiwa kuwa ni mikavu, imekauka. Tadhuruhu riyahu, upepo unavurumisha na kupeperusha tu, haina maana. Ama pameshavunwa kilichovunwa, au hawajawahi watu kuvuna, mara mambo yakabadilika kwenye ardhi. Wa kana Allahu, na amekuwa Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in muqtadira, juu ya kila kitu ni mwenye uwezo mkubwa mno, kama ilivyokuja maneno haya katika sura Al-Kahfi kwenye aya nambari 45. Sasa hapa walimwengu tuliposikia wadhurib lahum mathala alhayati dunya, kwenye fikira zetu, kwenye akili zetu, ni kwamba hapa kunna nadhunnu, tulikuwa tunadhani anna Allah, ya kwamba Mwenyezi Mungu indama qala, alipoanza maneno kwa kusema wadhurib lahum mathala alhayati dunya, tulikuwa tunadhani pale sayadhkuru mithlaha, atataja mfano wa dunia kwa kiasi, kwa ufupi, fi 30 satran, kiasi cha mistari kama 30 hivi au 40 au 50, anaelezea mfano wa dunia ulivyo min al-Qur'an, kwenye Qur'ani. Lakini sur'anu ma ra'ayna al-Qur'ana, kwa haraka sana tumeishuhudia Qur'ani, tawa, imekunja kunja mara moja tu. Mithlaha, mfano wa dunia, kama yatwi al-barqu, kama unavyokunjwa mweso, ukakunjwa mu'asirati al-ghamami, vile vikamuavyo juu kwenye mawingu, mara moja tuvikesha. Imekuwa maneno yenyewe ni mawili matatu tu basi, haikwenda mistari 30 wala 40 wala 50, ni maneno machache sana kwa hakika. Kama yatwi an-naharu al-laila, kama unavyokunja mchana kukunja usiku. Wa kama yatwi al-lailu an-nahara, au kama unavyokunja usiku kukunja mchana, mara utaona mchana, mara utaona asubuhi. Hivyo ndivyo inavyokwenda dunia. Kwa nini ikawa ni maneno mafupi tu, hakuna haja ya kupiga maneno mengi sana? Liannaha, kwa sababu hiyo dunia, sari'atu zawali, ni yenye kuondoka kwa haraka sana. La tastahiqu min Allah, haistahiki mbele ya Mwenyezi Mungu waqfatan tawilatan, kisimamo cha muda mrefu.
mfano wake ni kama in anzalnahu minas samai, basi. Na matokeo yake fakhtalata bihi nabatu al-ardhi, lakini baadaye faasbaha hashiman tadruhu ar-riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Ismahuli, hapa sasa enyi ndugu waumini, nichukulieni uvumilivu ayuha sadatul a'izza an aqula lihadaratikum kalima, niseme kwenye hadhara yenu neno ambalo nitalifupisha kwa ufupi kwa lile lengo ambalo nimekusudia kwenye hadhara hii. Inna ayyamana khamsa, binadamu siku zetu tulizonazo tunapita katika masiku aina 5. Aliyelala atakuja kushtukia usingizi wake, anazindukana katika hasara kubwa. Na yule aliye macho asifanye uzembe kabisa katika masiku hayo 5. Kuna yaumun mafkudun, siku ya kupotea, mara ipo mara haipo. Na kuna yaumun mashhudun, siku ya kushuhudiwa. Na kuna yaumun ma'hudun, yaumun maw'udun, siku ambayo imepewa miadi. Na kuna yaumun mawrudun, siku ya kufika pahala maalum, kupita kwenda katika aidha pepo au moto. Wa yaumun mamdudun, na siku ya 5 ni siku ya kukunjuliwa kwenye urefu usiokuwa na mpaka kabisa. Emma atakuwa mtu kwenye kheri zake, wa emma atakuwa kwenye hatari zilizoendelea milele. Hata Mayahudi waliposema kuhusu siku hiyo ya kuongezekewa muda mrefu, walisema waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, sisi hatuna hofu, hautatugusa moto ila siku chache tu. Mwenyezi Mungu aliwaambia attakhadhtum 'inda Allahi 'ahda, nasema kama yenyewe hiyo siku ni siku kunjuliwa muda mrefu. Mmepokea kwa Mwenyezi Mungu ahadi ya siku hiyo? Kama ipo ahadi mmeipata, basi falan yukhlifa Allahu ahadahu, hatakwenda kinyume Mwenyezi Mungu na ahadi yake. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, au mnajisemea tu mambo kuhusu Mwenyezi Mungu msiyojua? Bala, hapana. Man kasaba sayyi'atan, aliyechuma ubaya, wa ahatat bihi khati'atuhu, na ukamzunguka kwa ubaya huo ikawa makosa ni mengi, basi faulaika ashabun nari, hao watakuwa ni watu wa motoni. Hum fiha khaliduna, humo wao wataishi kwa muda usiojulikana, muda mrefu wake. Walladhina amanu wa amilu salihati, na wale ambao wameamini na wakatenda mema, nao vile vile faulaika ashabul janna, hao ni watu wa peponi. Hum fiha khalidun, Allahumma ij'alna min ashabil janna. Yaumun mafqudun, siku ile ya mwanzo tuloitaja ni siku ya kukosekana. Wa huwa alladhi mada, yaumun mafqud, siku iliyopotea ni ile ambayo ishapita nyuma. Walan yauda, siku hii binadamu haitorejea tena kwako. Ikikupotea amal, imekupotea. Ukiitumia siku hiyo umeitumia. Kama itakuja siku kama ya leo, yaumul ithnaini, itakuja siku nyingine, tarehe nyingine, mwaka mwingine, sio ile ambayo leo umeitumia. Usiku kabla ya kulala jiulize tu, umeitumia vipi siku yako ile? Swala zako zimekwendaje? Zimekwenda kwa wakati wake? Na ziliposwaliwa kwa wakati, ziliswaliwa jamaa sawa sawa? Na ziliswaliwa zikiwa na khushui kamili? Na ziliswaliwa kama amara Rasulullah, kama alivyoamrisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu kuswaliwa, au mtu kaswali vile ambavyo inimjia kwenye akili yake tu? Ukishapata jawabu, ujue siku ile kwa hakika hairejei tena. Ukiitumia vizuri, umeitumia vizuri, na pumzi zako ziko kwenye idadi maalum, zinahesabiwa. Na kwa umri ulionao wowote ule, hakuna ajuaye kwamba kilichobaki katika pumzi zake ni kingi zaidi
au kilichobaki ni kidogo sana, umri wote ulionao. Na ukisikitika kumsikitikia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakwambia awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Nasikitika nini? Awalam nu'ammirkum, je, kwani hatujakupeni umri ambao ma yatadhakkaru fihi, anaweza kukumbuka kwenye umri huo man tadhakkara, yule aliyetaka kukumbuka. Isitoshe waja'akumun nadhir, na akakujieni muonyaji vile vile. Muonyaji wametofautiana wafasirina katika kumtaja muonyaji. Wako moja kwa moja waliomtaja muonyaji ni ar-rasulul azim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na wako waliosema muonyaji ikifika miaka 40 ya mtu tayari ni muonyaji, na akifika mtu miaka 60 kapewa muonyaji, na wako waliosema ukianza kuona weupe katika ndevu na nywele tayari kaja muonyaji anakuonya. Angalia sasa mambo yamebadilika, ulikuwa na nywele nyeusi tititi na sasa umeanza kutana nyingine, basi sasa unafahamishwa tu kuwa pumzi zako sasa za kuhema za kuvuta ziada kidogo sana, na kuna masiku yamekuponyoka kwa hasara kubwa. Na yaumul qiyama hautaondoka unyayo wa mja mbele ya Mola wake kwenye uwanja wa hisabu mpaka ajibu kwanza masala kama 5 hivi mazito kabla ya kutajiwa mambo yake mengine mbalimbali. Shababuka fima ablaita, ujana wako katika mambo gani ulioharibu kwa madawa ya kulevya tu basi? Umefanya nini katika ujana ulipokuwa na nguvu, ulipokuwa na afya? Na neema kubwa sana ni mtu kuwa na afya nzuri. Tume katika dua zake nyingi akiomba afya fi dunia wal akhirah, katika dunia na akhirah vile vile akiomba afya, maana ukipata afya ndo kila kitu unachowewe sasa. Shababuka fima ablaita, ujana wako uliharibu vipi? Wa umruka, na umri wako pia, fima afnaita, uliumalizia katika amali gani? Maana mtu atafufuliwa siku ya kiyama kwenye kitendo chake cha mwisho alichofia, iwe ni alama ya waziwazi kwamba yeye ima alikuwa mkweli kwenye imani au alidanganya, katamka imani kwa mdomo tu, kwenye moyo ilikuwa hamna kitu. Wa umruka fima afnaita, wa maluk, na mali yako pia, min aina iktasabta, kutoka kwenye tendo gani umeituma, wa fima anfaqta, na ulipoitumia uliitumia vipi? Hautaondoka unyayo mpaka masala haya kwanza yakae sawa, halafu ndio yatafuatia masala mengine. Kwa hivyo siku ambayo imekuwa mafkudu, imekosekana, wa huwa alladhi madha, ni siku ambayo ishapita, wala yauda, na haitorejea tena. Wa kulla yawmin madha alayka, na kila siku ambayo imepita juu yako ya ibn adama, ewe mwanadamu, qurbun liqadamika, ndo kusogea kwa unyayo wako, min babil qabri, katika mlango wa kaburi. Kila siku ikipinduka sema kwamba one step unakwenda forward kwenye kaburi kuelekea, si kama unarudi nyuma unaelekea mbali, hapana, unakwenda karibu. Wa malakul maut, na yule malaika wa mauti na yeye vile vile kila siku ikipinduka, yandhuru fi wajhi kulli wahidin, anaangalia kwenye uso wa kila mmoja, minna, miongoni mwetu binadamu, kulla yawmin 5 maratin, malaika wa mauti kila siku anamwangalia mja wa Mwenyezi Mungu mara 5. Mara 5. Siku alipokwenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumkagua mmoja katika masahaba wake, yuko katika sakarati mauti, kufika ndani kiutume, alimkuta malakul mauti kishafika. Mtume kachelewa kufika ndani, kishafika malakul. Alolifanya, alimuomba malakul mauti, kun bihi rafiqan, kama ushafika malakul mauti, muda wa mfuasi wangu ushafika, nalokusihi ni kwamba kuwa kwake mpole, kuwa rafiki, kuwa laini. Malakul mauti akamjibu Mtume Mwenyezi Mungu akamwambia, ya Rasulullah, tib nafsan, toa nafsi yako,
fa innani rafiqun bikulli mu'minin, mimi ni rafiki na ni mpole wa kila mu'min, na nitapenda nikufahamisha ya Rasulullah, mimi hanibabaishi mtu wala hamdanganyi mtu, kwa sababu namjua binadamu kuliko anavyomjua mmoja wenu mwanawe alomzaa mwenyewe. Kwa nini najua hivyo? Kwa sababu kila siku ninamwangalia binadamu usoni mara 5. Kila ikiadhini wa sala huwa namtazama, namwangalia, je, ushakwenda kuswali au bado? Akenda kuswali sura yake ina alama maalum, huwa namjua kushasali, na wanamwambia kwamba congratulations, hanian laka, mkono wa furaha kwako wewe. Na kama kipindi kilimalizika mja hakuswali, wanamwambia tutaonana siku nitakayotumwa kuja kutoa roho yako, utanjua mimi nani siku ile. Na Mwenyezi Mungu anasema wanaziati gharqa, na apa kwa malaika wanaozichuna roho za watu wabaya kwa vishindo vikubwa. Lakini wanashitati nashta, na vile vile ninawaapia malaika ambao watakuwa wakitoa roho za watu wema kwa upole na taratibu kabisa. Mtume anaambiwa na Mola wake, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, laiti ungeona Muhammadi wewe wakati ule malaika wanatoa roho za makafiri, ungejua kuna mambo. Lakini nitakuharifia kwa ufupi tu, ni kwamba yadhribuna wujuhahum, malaika wanapiga kwa nguvu za kimalaika kwenye nyuso za watu wabaya, wa adbarahum, na migongoni vile vile, wadhuku adhab alhariq, huku wanawasimanga kwa kuambia anzeni kuonja sasa hivi adhabu ya kuunguza moto kabla mtafika akhira bado. Hiyo ndiyo hali. Na waja wema wa Mwenyezi Mungu, malakul mauti anakwenda kwa polepole, kwa ustaarabu, na alama ya mwanzo ni kutoa salamu kwa mja mwema. Salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. wanaendewa viumbe na malaika wa mauti kwa sura mbalimbali na kwa tabia mbalimbali. Wako wanaoendea kwa ghadhabu na wako wanaoendea kwa taratibu kabisa. Malakul mauti yanduru fi wajhi kulli wahidin minna, hivi tufahamu kwa malaika wa mauti anaangalia kwenye uso wa kila mmoja miongoni mwetu, kulla yaumin, kila siku 5 maratin, mara 5. Wa malakul mauti kama akhbara alhabibu almustafa, na malaika huyo wa mauti kama alivyotoa habari yule kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa, anasema yaarifu kulla wahidin minna, anamtambua kila mmoja miongoni mwetu, akthara, anamtambua kwa vizuri zaidi, mimma yaarifu alinsanu waladahu, kuliko vile anavyojua mwanadamu kumtambua mwanawe. Basi malaika wa mauti anatujua zaidi sisi. Waqad dhakaru, watu wa tarehe na watu wa tafsiri za Qur'ani wametaja, anna malakal mauti, ya kwamba malaika wa mauti kana sadiqan li Sulaiman, alikuwa rafiki kipenzi wa Nabii Sulaiman ibn Daud alayhima wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Wa kana yujalisuhu, na alikuwa malakul mauti anakaa naye Nabii Sulaiman kuzungumza naye, na akija anakuja mutamathilan, hali ya kuwa amejimithilisha, min suratin jamilatin, katika sura iliyo nzuri ya binadamu aliyekamilika, hana dosari yoyote ile. Fazara Sulaimana, malakul mauti akamzuru Nabii Sulaimani dhata yaumin, siku moja, ili kuonyesha kwamba anamjua kila mmoja kuliko mtu anavyomjua mwanawe. Kaja kumtembelea Nabii Sulaimani malakul mauti,
وكان أحد وزراء سليمان جالسا مع سليمان, na akawa mmoja katika wasaidizi watu wa chini yake, maana nabii Suleiman alikuwa almaliku annabii, yeye ni mfalme na wakati huo ni mtume vile vile. Aliyekuwa chini yake miongoni mwa watu hao alikuwa amekaa naye nabii Suleimani pale, akipata mawili matatu, basi malakul maut naye vile vile kaja pale pahala. Falamma inqadat ziyaratu malakil maut, ilipomalizika ziara ya malaika wa mauti kwa nabii Suleimani, kaaga pale kama binadamu kamili kwamba assalamu alaykum ma salamu, anaondoka yeye. Qala alwaziru li Suleiman, akasema yule waziri kumwambia Suleimani, man hadha alladhi kana yajlisu thumma insarafa, ya nabii Allah, ndo nani huyu alikuja hapa akazungumza na amekwenda zake sasa hivi? Nani huyu ya nabii Allah, naomba unijulishe. Qala Suleiman walimadha, nabii Suleiman akamjibu yule waziri wake, kwa nini tasalu hadha sual, unaulizia suala hili ayuha alwaziru, waziri wangu, kwa kitu gani? Qala, akasema waziri, liannani raaituhu yanzuru ilayya, kwa sababu yule bwana mimi sikufurahikiwa naye, nimemwona ananitazama mimi kama ananidai, ananitazama juu halafu ateremka chini, kisha ananichungulia kwa pande huu, kisha anakaa kwa hivi. Ndio nini mambo yale? Nani kwani yule? Liannani raaituhu yanzuru ilayya, kwa sababu nimemuona niangalia mimi, nadharatin ghariba, kwa mitazamo ambayo ni ya kigeni, ajiba tena ya kiajabu. Qala Suleiman, nabii Suleiman akamjibu waziri wake, innahu malakul maut, yule ndo malaika wa mauti wenyewe. Ukisikia kuna malakul maut ndo yule basi. Ala, farta'adat a'sabul waziri, vikaanza kutetemeka viungo vya waziri yule, kuanzia miguu mpaka midomo kama baridi kali kapata. Watafakkakat awsaluhu, viungo vyake vikajiacha, hajiwezi, miguu haishiki, ganzi miguuni. Kinachompitikia pale kichwani sasa, limadha yanzuru ilayya hadhihi an-nadharati, kama ni malaika wa mauti, mbona kanitazama mimi kama vile? Pale akamwambia nabii Suleiman, astahlifuka Allah ya Suleiman, nakuapia kwa Mwenyezi Mungu ewe nabii Suleiman, sisemi kwa masara, na hapa kwa yamini, unitekelezee jambo langu. Anta amura riha, uamrisha upepo ya nabii Allah, ambapo wewe umemilikishiwa upepo huo unaosarifu utakavyo. Upepo upe amri, antahmilani, uje unichukue mimi, ila biladi lhindi, niondoke hapa katika Madinatul Qudus, nende zangu mpaka India sasa hivi. Fa ana, kwani hakika mimi, la utiku, siwezi, an ajlisa fi biladin, kukaa katika miji ambayo raaitu fiha malakal maut, iwe namuona malaika mauti. Hapana kabisa, roho tamu we. Hakuna hata mmoja asiogopa kifo. Kifo kinatisha, kwa maana mtu hajijui ataangukia wapi. Kinatisha kiasi ambacho hata mwenyewe bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yatamannayanna ahadakumul maut lidhurrin nazala bihi, kabisa asitamani mmoja wenu mauti kwa sababu ya dhara ambayo imemteremkia. Akaona balaa gani ili bora nifile mbali mimi, asitamani hivyo. Fa in kana la budda fa'ilan, ikiwa hapana budi lazima afanye hivyo, kuyatamani mauti, basi labda aseme, falyakul, aseme, Allahumma, Mola wangu, ahyini, nihuishe mimi, idha kanatil hayatu khairan li, pindi itapokuwa uhai ni bora kwangu, nitaufanyia ibada, nitafanya istighfari, nitafanya mema, niongeze thawabu, nipe uhai kama huo. Watawaffani, na nakuomba unifishe Mwenyezi Mungu, idha kanatil wafatu, lakini
itapokuwa mauti hayo khairan li, ni bora kwangu. Kama nitapata mauti ambayo nitapata msamaha, nije mbele yako Mwenyezi Mungu umeniridhia, ama hayo mauti nataka. Lakini kama hapo bado sijapata, basi bado nipe uhai mpaka niongeze thawabu zangu, mpaka uniridhie Mwenyezi Mungu. Kala Suleiman, Nabii Suleimani akamwambia waziri wake, nikiuambia upepo ukuondoshe hapa, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, uende zako bara Hindi hivi sasa, wa hal yughnika hadha safaru, itakusaidia we safari kama hiyo, an qada'i llahi, kutokana na hukumu ya Mwenyezi Mungu na maamuzi yake aloamua. Idha kana qada'u llahi, ikiwa maamuzi ya Mwenyezi Mungu kad halla bika, yamekusha kukuteremkia wewe. Fikiri kwanza uzuri jambo hilo. Qala alwaziru, waziri akasema, unashiduka billah, nakuwa pia tena kwa Mwenyezi Mungu ya nabii Allah Suleiman, anta amura riha, uamrishe upepo niondoke pala hapa. Mimi sijui safari akija hapa atanitazama vipi, au atachukua action kwangu tu pale ndo kaniangalia vile, lakini pengine sasa hivi atarejea yule, na kirejea sijui hali yangu itakuwaje. Basi nakuomba ya nabii Allah, uamrishe upepo, antadhhaba bi bahidan, uniondoshe mimi kunipeleka mbali, ila biladi lihindi, mpaka miji ya bara Hindi, wa tahta ilhahi alwaziri, na chini ya kushikilia kwake waziri huyu ilibidi Nabii Suleiman, asdara Suleimanu awamirahu, akaanzisha Nabii Suleiman amri zake pale, ila rihi, kuipelekea upepo. Upepo ukaja, fahamalatil wazira, upepo kamchukua waziri. Kama Mwenyezi Mungu anavyosema, Nabii Suleiman kwa upepo alikuwa, wasakharna lahu riha, tumemdhalilishia upepo, tajri bi amrihi, unakwenda chini ya amri yake, rukhaan haithu asab, yani kwa ulaini, hauna ugomvi, popote anapotaka Nabii Suleiman amfikisha. Waziri kapelekwa ila biladi lihindi, mpaka bara Hindi, kateremka pale, kashapumzi, alhamdulillah. Kukaa kule tena balaa kubwa ilikuwa. Wa baada an wasala ila biladi lihindi, baada ya kufika waziri wake Nabii Suleimani mpaka miji ya bara Hindi, jaa malakul mauti ila Suleiman, yule malaika wa mauti kamjia Nabii Suleimani kule, zairan, hali ya kumtembelea. Wakala, alipofika akasema kumwambia Nabii Suleiman, laqad ajibtu, mimi nilistaajabu nilipokuja pale pahala, indama raaitu hadha ar-rajul, wakati nilipomuona yule bwana umekaa naye wewe, indaka, mbele yako, fi hadha al-makani, katika nafasi hii, lianna Allah amarani, kwa sababu Mwenyezi Mungu kesha nipa amri, biqabdhi ruhihi, kwamba nende nikaichukue roho yake, fi biladi Hindi, katika bara Hindi. Mimi kufika hapa na mwanako hapa katika biladi al-Qudusi, nimepotea mimi au amri zilikuwaje? Ndiyo maana ninacheki pale, ndiye siye, kwa kuwa ndiye na mimi hampotei mtu, na ninawajua zaidi viumbe kuliko watu wanavyojua watoto wao. Falamma raaituhu jalisan indaka, nilipomuona yule bwana amekaa mbele yako, ajibtu, nilistaajabu sana mimi. Wa qultu, na nikawa najisemea kimoyoni, ya rabbi, mola wangu, laqad amartani biqabdhi ruhihi, huyu mtu umeniamrisha niichukue roho yake, fi biladi al-Hindi, katika miji ya bara Hindi. Fama alladhi jaa bihi, mbona amekuja, kitu gani kimemleta hapa huyu, fi majlisi Suleiman, katika majlis Suleiman, fi madinati al-Quds, katika mji wa Quds. Falamma hana waktu qabdhi ruhihi, lakini ulipofika ule wakati hasa aliotumwa yule malakul mauti kuchukua roho yake, anasema dhahabtu ila biladi al-Hindi, nikasema mimi sina kosa, lazima mimi niende kama miadi nilikuwa na Mola wangu, nikaenda pale ndo nimeaga na kwenda zangu kule bara Hindi. Time inazidi kusogea na huyu mtu yuko hapa, nafukuzia kwenye miadi sasa, liunafidha awamir Allah, ili nende nikatekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Basi nilipofika bara Hindi, fawajadtuhu fi intidhari,
namkuta yule bwana anansubiri mimi, yantadhiru qada Allah, amekaa kitako bara Hindi, sasa anasubiri maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Anakimbilika huyo, anawachukua viumbe ndani ya matumbo ya mama zao kule kule, akituma hafanyi makosa kabisa kabisa. Na Mwenyezi Mungu anasema ainama takunu yudrikumul mautu, popote mtakapokuwa yatakufikeni mauti. Walau kuntum, hata kama mmekuwa nyinyi, fi burujin mushayyada, katika majumba au mangome yaliyo madhubuti, malakul maut ataingia na bodyguard wamejaa uwanjani pote na wamelodi silaha zao kabisa kabisa, haingii tu pale pale pale. Ulinzi mkubwa, sati zinakwenda kwa vyombo vya teknolojia, kila ulichonacho kama kijembe kitajulikana pale pale pazito, lakini malakul maut atapita pale pale na atafika mpaka chumbani, kwenye ghorofa kwa yule ambaye katumwa, na askari wako wamejaa kwenye ngazi, kwenye vyumba, uwanjani na barabarani mote huko. Kuna sati kubwa mno, kwenye kila checkpoint watu hawapiti na gari zao, malakul maut yuko ndani kwa huko, watu wameshughulika, wanahangaika kuwazuia watu wengine. ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, kama ilivyokuja aya hiyo katika sura An-Nisa kwenye aya nambari 78. Na Mwenyezi Mungu anasema tena vile vile, wama tadri nafsum madha taksibu ghada, na haitambui nafsi itafikwa na nini kesho. Wama tadri nafsun, na haitambui nafsi vile vile bi ayi ardhin tamut, kwenye sehemu gani ya ardhi itakufia. Kule unakokwenda pengine inabidi wende ukalale malaloni pako pale. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Muhammad waambie watu, lau kuntum fi buyutikum, wallahi kuhusu mauti hili lilivyo, hata kama mtakuwa mmekaa mmejipumzisha katika majumba yenu, mafeni yanapepea, maesi yanakuburudisheni, lakini ukifika wakati, la baraza alladhina, watahudhuria wale ambao kutiba alaihimul qatlu, walioandikiwa kwenda kuuawa pale au kufia pale, watakwenda lazima ila madaji'in, kwenye malalo yao. Ni katika mambo matano kazuia Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna ajuaye. Inna al-imama Malik ibn Anas, imamu daril hijra, Imam Maliki, imamu daril hijra, siku moja alilala na usingizini, akawa katembelewa na malaika wa mauti. Malakul mauti yuko maarufu kwa watu wema, kwa manabii, na kwenda kuwatembelea, kuzungumza nao kabisa kabisa, jambo geni hilo. Malakul mauti katembea kwa Imam Anas, Malik ibn Anas, yuko singizini. Na mambo ya ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu aina yake kwa hakika. Mwenyezi Mungu kateremsha sura kwenye Qur'ani, ndani yake mna ru'ya 4 na zote zimefasiriwa, kwa kuwa si jambo la maskhara. Ziko za kishetani, lakini ziko katika mambo ya Mwenyezi Mungu hasa kumpa mja wake. Haikubaki katika utume illa almubashiratu, isipokuwa mambo ya bishara. Alipoulizwa mal mubashiratu ya Rasulullah, akasema ar-ru'yatu salihah, ni ndoto iliyokuwa njema, ndio kilichobaki sasa katika mambo ya kiutume. Ar-ru'yatu salihah. Imamu Malik ibn Anas kamuona malaika wa mauti, kapita hodi nyumbani kwake, akazungumza naye, yuko singizini. Alipozungumza naye katika mazungumzo yake, akamwambia kam baqiya min umri ya malakal maut, mebaki kiasi gani umri wangu mie, taka nijitayarishe, nijiwinde sasa hivi, tena bado kiasi miaka mingapi? Malakul maut fa ashara biyadihi ila 5, akamwashiria kwa mkono wake hivi 5. Lakini kabla ya kujua 5 ni nini, Imam Malik akaja juu, akazindukana katika usingizi wake. Alipozindukana, roho inampiga sana, moyo unadunda sana, hofu kubwa sana, kwa kuwa malakul maut kamwashiria vitu 5. 5 kitu gani hii? 5 hii ni miaka 5 nitaishi baada ya sasa hivi mimi, au 5 hii kuna miezi 5 tu ndio nayo,
au tano hii kuna wiki 5 tu, au tano hii kuna masaa 5 tu, au dakika 5 hizi, au sekunde 5 hizi. 5 nini? Lakini alipozindukana huko nje, nidaa inasema Allahu akbar, Allahu akbar, adhana ya alfajiri. Wa kullama iqtarabat ar-ru'ya min adhan al-fajr, kila ikikaribia ndoto yako katika adhan al-fajiri, kanat ar-ru'ya sadiqa, ndoto ile imekuwa ni ya kweli. Yataka taawili yake sasa, umtafute mtu mwenye maarifa akuagulie ndoto yako, na kuna watu mjini kama maarifa hayo. Pale Madina wakati ule wa zama za Imam Maliki, yuko mtu mmoja anaitwa Muhammad ibn Sirina, kaandika vitabu vya ndoto, viko katika dunia vingi sana hivi sasa. Unaweza kuipata kidogo kupata maarifa yake namna gani anavyoagua ndoto. Muhammad ibn Sirina baada ya sala alfajiri tu akamwendea Imam Maliki, akamwambia, Imam, nimekuja kwako kwa hakika usiku uliokucha nimeona jambo zito sana kwangu. Jambo gani? Akamwambia, naam, katembea malakul mauti kwangu, nikamuuliza kuhusu umri wangu, kanifanyia hivi, na mara 5 zimebaki kwangu mimi. 5 hizi, mwenzangu wewe mwenye maarifa ya elimu ya ndoto, ni 5 kitu gani hichi? Ni miaka hii au miezi hii au wiki hizi au ni saa hizi au dakika au sekunde? Niambie mwenzangu. Yule Muhammad ibn Sirin akamwambia, Imam, una nini? Ndoto katika ndoto rahisi kabisa kama hii, hakuna nyingine. Yeye malakul mauti amekujibu kwamba umemuuliza katika jambo moja miongoni mwa mambo 5, la ya'lamuhunna illa Allah. Ulichomuuliza ya kwamba hakuna ajuaye isipokuwa Allah peke yake, hawezi kujibu yeye. Anakwambia hivi 5 kwamba hayo mimi sinayo. Alam takra kaula Allah tabaraka wa taala, kwani hukusoma wewe tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, inna Allah indahu ilmu saa, hakika Mwenyezi Mungu kwake peke yake ndio kuna ilmu ya saa ya kiyama, hakuna ajuaye. Moja hilo. La pili, wa yunazzilu al-ghaitha, na yeye ni mwenye kuteremsha mvua, hakuna ajuaye habari ya mvua. Watabiri wa hali ya hewa, kwa sababu ya hewa wanavyoiona anga lile, basi wanajaribu kutabiri tu, lakini hawana hakika. Kuna baadhi ya siku hutoa matangazo akasema kuna dharba na kuna mvua kubwa ya kuangamiza na watu wasende baharini na hivi na hivi, kumbe katika siku hizo ndo kirindanda cha jua kikali. La ya'lamuhunna illa Allah. Hilo ni katika jambo miongoni mwa 5. Na jingine ni kwamba inna Allah indahu ilmu saa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami, na Mwenyezi Mungu anakijua kilichomo katika mimba. Kitu hicho kwamba kitazaliwa peke yake au na mwenziwe na wenziwe, Mwenyezi Mungu anajua. Wakija na kuja mbalimbali au wamegandana, Mwenyezi Mungu anajua. Kitakachokuja cha kiume au cha kike, Mwenyezi Mungu anajua peke yake. Kitakachokuja kinakuja hapa kitaishi miaka mingapi, Mwenyezi Mungu anajua peke yake jambo hilo. Na kitafanya nini na nini, kitafanya mema au mabaya, atakuwa ni mfalme au atakuwa raia, atakuwa ni mja mwema au atakuwa ni mja mabaya, Mwenyezi Mungu anajua peke yake hilo. Wala wasidai walimwengu kwamba wanaona ndani ya tumbo kuna mtoto ni mwanamume au kuna mtoto ni mwanamke au kuna pacha. Hiyo sio Mwenyezi Mungu azungumza. Mwenyezi Mungu ametumia pale ma ismun mausul yufidu al-umuma, katumia jina Mwenyezi Mungu la kuunganishia maneno ambalo linafidisha maana nyingi mno, hazina idadi. Hakusema wa ya'lamu man fil arhami, ametumia wa ya'lamu ma fil arham. Anajua mpaka maji galoni ngapi atakunywa katika uhai wake, anajua. Na chakula gani atakula katika uhai wake, anajua. Ya kwamba atakula hichi anajua. Mwingine hajui mambo hayo. Wama tadri nafsun, na hakuna yoyote nafsi ambayo inajua madha taksibu ghada, atafikwa na nini kesho nafsi hiyo. Wama tadri nafsun, na hakuna nafsi yoyote itakayotambua vile vile bi ayi ardhin tamutu, kwenye sehemu gani ya ardhi itakufa nafsi hiyo. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu alimun khabir, yeye ndio mjuzi mwenye habari ya kila kitu, kama ilivyokuja
aya hii ya mwisho kabisa katika sura Luqmani kwenye aya nambari 34. walaqad habata al-aminu Jibrilu, na kwenye kadhia hii enyi ndugu waislamu, aliteremka siku moja muaminiwa wa mbinguni Jibril ala al-amini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kumteremkia muaminiwa wa ardhini nabii Muhammadi bi 5 kalimatin, kumpa siku hiyo special maneno matano. Ismauha, maneno hayo matano yategeni masikio mwasikilize. Ya ahbaba rasulillah, enyi wapenzi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wauha, na muyahifadhi maneno hayo. Qala lahu Jibril, kamwambia nabii Muhammad, ya Muhammad, ewe Muhammad, aish ma shi'ta, ishi kadiri upendavyo. Fa innaka mayitun, siku moja lazima utaaga dunia Muhammad. Wa'mal ma shi'ta, natenda utendacho chochote kile ukipendacho. Fa innaka majziyun bihi, hakika wewe ni mwenye kulipwa kwa jambo hilo, jema au baya, tambua hivyo. Wa ahbib ma shi'ta, na kipende ukipendacho. Fa innaka mufariquhu, iko siku utatengana nacho. Wa'lam, na napenda ufahamu, bi anna sharafa almu'mini, ya kwamba utukufu wa mwenye kuamini, qiyamuhu billaili, ni kile kisimamo chake wakati usiku wa manane. Wanasu niyamun, watu wamelala, yeye yakawa tatajafa junubuhum anil madaji'i, zikaepukana mavu zao na vitanda, ikawa wanafanya nini? Yaduuna rabbahum khawfan wa tamaa, wanamuomba na kumwabudu Mola wao kwa kumhofu na kuweka tamaa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na halafu wakati wa mchana kile ambacho tumeruzuku wanakitumia katika njia ambazo sisi tumekuwa radhi nazo. Sharaful mu'mini qiyamuhu billaili, utukufu wa mwenye kuamini ni kisimamo cha usiku. Hana mtu kisimamo cha usiku kuzungumza na Mola wake. Katika mtu atakuwa maskini sana wa thawabu siku ya kiyama atakuwa yeye, na utajiri mkubwa atakuwa nao mtu ni qiyamul laili. Kwa hakika hiyo ni daabu salihin, na mwenendo watu wema wote huu lazima wagawe katika maisha yao wakati maalum kuzungumza na Mola wao usiku. Wa izza almu'min, na vile vile hadhi ya mwenye kuamini, istighnauhu anin nas, ni kule kutosheka na halali ya Mwenyezi Mungu, akaachilia mbali vile ambavyo wanavyo watu. Mwenye gari, mwenye nyumba, haikumtoa roho yeye, akamfanyia husda, akamfanyia kijicho, katosheka na halali ya Mwenyezi Mungu aliyompa, akawa anayo qinaa. Hiya alqanaatu fahfadhha, hiyo ni qinaa, hifadhi mja. Takun malikan, utakuwa ni mfalme uliomiliki sana. Lau lam takun laka illa rahatul badani, hata kama unajiona huna kitu isipokuwa uzima kiwiliwili tu. Wanzur liman malaka dunya biajma'iha, muangalia aliomiliki dunia kwa mkusanyiko wake, ufalme anao, pesa anazo, nini anacho. Tizama siku ya kuondoka duniani, anaondoka vipi? Hal raha minha, je, ameondoka duniani bighairi alqutni walkafani, bila ya pamba labda na sanda tu, kipo chengine? Anakwenda na nguo haina hata mfuko wa kutia akiba kitu chote kile, ni kufungwa tanzi miguuni, guulile na kichwani vile vile, na kuzuia kidogo uzi katika tumbo isipeperuke sanda hilo. Ndivyo anavyoondoka, kama mzigo tu unachukuliwa. Utafikiri siye binadamu alikuwa na mambo yake makubwa makubwa, na alikuwa na walinzi wa mwili kaekewa. Hata kama ataondoka duniani na 21 gun salute, sikushtue mbele ya Mola wake, anakwenda mnyonge kabisa kama wengine. Hal raha minha bighairi alqutni walkafani, je, kaondoka duniani bila ya ile pamba na sanda tu peke yake, hana chengine. Kwa hivyo wewe kuwa na kinaa tu. Walaqad dakhala ar-rasulu, kwa hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam aliingia kwenye chumba maalum kwenye Qur'ani cha upekuzi wa kujiangalia na yeye vile vile. Alipopata ishma shi'ita fa innaka mayitun, kaona da mambo haya kidogo nitaka niyatazame kidogo yako vipi.
liyastakhrija kashfata al-ashia, ili ende kaitoe ile kashfa iliyo wazi kabisa kuhusu habari yake na kuondoka duniani kwake. Famadha wajada maktuban, alipokwenda kwenye bustani ya Qur'ani alikuta nini mtume? Fi kashfi al-ashia wajada maktuban fiha, akakuta kwenye Qur'ani imeandikwa innaka mayitun, wewe Muhammad utakufa, wa innahum mayituna, na wao vile vile na kupinga watakufa vile vile. Kama wakisema kwamba sisi natarabbasu bihi raibal manun, tunamngojelea huyu afikwe na ule msiba mauti ule tupate kupumzika na shari yake, basi innaka mayitun wa innahum mayitun, sio wewe tutokufa na wao vile vile watakufa. Kisha baada ya kufa mnakwenda kwa Mola wenu ili akufufueni na kulipeni kwa mlioyafanya, kama ilivyokuja katika sura Az-Zumar kwenye aya nambari 30. Na vile vile akaenda katizama tena mtume kwenye Qur'ani akakuta maneno mengine, wama ja'alna libasharin min qablika al-khulda, hatukumfanya kiumbe yoyote kabla yako Muhammad katika mitume na wengineo kwamba anaishi milele. Afa imita, je ukifana wewe, fahumul khaliduna, je wao watakaa milele?